Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bil imani wal ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ama baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha kufikisha siku hii ya Aljumaa. Pasina shaka inatakiwa tuseme alhamdulillahi ya rabbil alamin. Ndugu zangu, huo ni uchache wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukamilifu wa shukurani ni kutenda maamrisho na kuacha makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ambavyo ni kawaida ya kuelezewa hutuba zetu mbalimbali zenye maudhui mbalimbali, hutuba yetu ya leo na kama ambavyo ni hutuba zote nyingine zinawahimiza wanadamu kwenda sambamba na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyawacha makatazo yake. Hivi leo hutuba yetu ya leo inatupa jambo la tafakuri, inamkumbusha mwanadamu juu ya kutumia akili aliyopewa, kiumbe muhimu sana kwa mwanadamu. Kuna kiumbe kilichoumbwa ndani ya mwanadamu kinaitwa akili, na akili hii ndiyo maana mwanadamu amefanywa ni bora kuliko viumbe wengine kwa sababu amepewa akili. Sasa katika hotuba yetu ya leo kuna jambo la tafakuri, na hivyo ndivyo ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza hivyo, na waja wengi wema salafuna salih wote walikuwa wamefikia hatua ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuacha maharamisho na kutenda maamrisho kwa kutumia hii tafakuri, kutafakari mambo, kuangalia kazi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mazingatio, kuangalia neema mbalimbali za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mazingatio. Mwenye hutuba leo anaanza kwa kutuambia kwamba inna fi ta'aqubil ayami wal layali la ayat, hakika huku kufuatana mchana na usiku, mara umekuja mchana, mara mchana hauonekani umeingia usiku, anatuambia kwamba kwa mtu mwenye kutafakari la ayati, kuna dalili nyingi za uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi taqallubati la ayami bil anam asaha al ibad, na katika mageuko ya hali za wanadamu kuna mawaidha yaliyofasaha sana. Bila mwalimu, bila shekhe, kuna mawaidha yaliyofasaha sana. Ukitizama mwenendo wa kufuatana mchana na usiku, unaweza kupata mazingatio makubwa ya uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukitizama hali za wanadamu, wa fi taqallubati la ayyam, katika mageuko ya masiku bil anam, kwa wanadamu, mara mwanadamu ni mzima, mara ana maradhi, mara ni maskini, mara amekuwa tajiri, mara ni fukara, na yule tajiri mara amekuwa ni maskini. Lakini huyu ana hiki, mara hanacho, na yule ambaye hakuwa nacho mara anacho. Haya ni mageuko ya hali za mwanadamu katika maisha. Sasa mwenye hutuba anatuambia kwamba kuna katika hayo afsahal ibad, mawaidha yaliyofasaha sana. Lakini ili upate mawaidha hayo yaliyofasaha, lazima uwe na tafakuri. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, kila kitu unachokitizama ipo dalili inayofahamisha kwamba yupo muumba ambaye yuko mwenyewe peke yake, hana mshirika.
ukikitizama kila kitu kwa tafakuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba waja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayata al-lail waja'alna ayata an-nahari mubsira litabtaghu min fadli rabbikum walita'lamu adada as-sinina wal-hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Allah anatuambia kwamba nimeumba usiku na mchana hali ya kuwa ni alama mbili za uwezo wangu. Kama mtatizama usiku na mchana, kutizama kwa tafakuri, kuna alama mbili za uwezo wangu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, lakini asema kwamba tukaujalia waja'alna ayata al-layli famahawna ayata al-layl, usiku nikaufanya uwe na giza, nikafuta mwangaza wake ule uliokuwepo mchana. Waja'alna ayata an-nahari mubsira, na nikajalia alama za mchana. Mchana ni umeng'aa, kuna jua, kuna mwangaza wa kutosha. Litabtaghu min fadli rabbikum, ili mkatafute maisha, ili mkatafute fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu kukipambanua na kukiweka mahala pake. Ni hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba mchana na usiku, asa sisi tupate tafakuri. Na mwanadamu mwenye akili na matumizi bora ya akili anavitizama vitu hivi kwa tafakuri, na ukiwa na tafakuri utachukua hatua. Na hata ambao wanahangaika na maisha, wametafakari maisha yao ya leo na kizazi chao baadaye itakuwaje. Ndio maana wanasumbuliwa na maisha, mpaka wengine wanaingia katika utafutaji usiostahili, utafutaji wa riziki ambao hakuagiza Mwenyezi Mungu, utafutaji wa haramu ili wafikie katika malengo, lakini kilichofikia mpaka wahangaike hivyo ni tafakuri. Na tafakuri hizi katika utafutaji wa maisha, zingetumika tafakuri hizi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na tutakufa na tutaulizwa. Uhruthu lidunyaka kaannaka taishu abada wa amal li akhiratika kaannaka tamutu gada, ihangaikia dunia yako kana kwamba utaishi milele. Lakini hapo katika tafakuri hii ya kutafuta maisha, kadhalika fanya amali kwa ajili ya akhira yako kana kwamba utakufa kesho, kwa maana habari ya kifo iwe karibu zaidi na maandalizi ya kifo yawe karibu zaidi. Ni wangapi wanadamu wanaotafakari hayo? Wengi katika wanadamu, kwa kukidhi matamanio ya nafsi zao na kutawalisha akili zao, nafsi zikatawalia akili zikafa kwa kugubikwa na matamanio ya nafsi. Wengi hawana tafakuri tena ya akhera, ambayo ni dakika chache mbele, hujui utatokewa na lipi. Akhera ambayo itakiwa mtu aihangaikie zaidi, lakini unakuta juhudi za wanadamu wengi, juhudi zao ni dunia zaidi. Katika kutafakari hili, Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anasema, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kutofautiana huu mchana na usiku huu, la ayatin, kuna dalili nyingi. Mwenyezi Mungu asema, hajasema la aya kwamba kuna dalili moja, anasema la ayati, kuna dalili nyingi sana za uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini asema liulil albab, kwa wale wenye maarifa ya ndani, kwa wale wenye akili za ndani.
liuli albab alladhina yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, wale ambao wanatafakari katika kuumbwa mbingu na ardhi, na mwisho katika tafakuri zao wanasema rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Ya Rabbi, tumeitizama mbingu na ardhi. Ya Rabbi, tumetizama kupishana kwa mchana na usiku, tunaziona alama za uwezo wako ulio mkubwa na upweke ulio nao. Subhanak, utakatifuni wako, fakina adhaban nar, tukinge na adhabu ya moto wako ya Allah. Hii ndio fikra ya watu wema, ndio salafu na swali walivyokuwa wanatizama mambo na kuchukua hatua, kutafakari na kuchukua hatua. Ndivyo walivyokuwa wema wengi waliotangulia katika umma huu, ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na sisi umma wa mtume Muhammad tunaambiwa tumfuate mtume, tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam. Jitafakari wewe mwenyewe na jiulize kabla ya kuulizwa, unalipi katika maisha yako ambalo umemwiga mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kanat lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika kimepatikana kwenye ninyi waumini kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kiigo chema, liman kana yarju llaha wal yawmal akhir, yule ambaye anataraji kwamba ipo siku atakutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye anataraji kwamba atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo hutuba ya juzi unwani yake ilikuwa ni hiyo, man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allahi la'at, yule ambaye anataraji kwamba atakutana na Allah, fa inna ajala Allahi la'at, hakika muda wa kukutana na Mwenyezi Mungu unakuja. Ametumia yule ambaye anataraji kukutana na Allah na ana maandalizi ya kutenda yaliyo mema, basi muda wa kukutana na Allah unakuja. Lakini kadhalika hata yule ambaye hataraji kukutana na Allah, muda wa kukutana na Allah waja. Kwa hivyo ndugu zangu, ni lazima waumini, lazima Waislamu tutafakari. Katika kutafakari ndio tutachukua hatua, ndio tutakuwa na mabadiliko. Kama hatutafakari, hatutokuwa na mabadiliko, tutabakia vile vile. Masika na vuli yanakuta uko vile vile, yanakukuta uko vile vile, hujabadilika katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hujaongeza ibada yoyote, huzidishi ihsan, hutendi wema, na umri unakwisha. Ndugu zangu, nikisema kwamba wema waliotangulia walikuwa wanatafakari sana na walikuwa wanalia sana, wema wengi waliotangulia wakitajiwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wanalia sana. Wengine wanaenda kujuliwa hali kwamba wanaumwa kwa ajili ya tafakuri ya maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mtu kulia kwa ajili ya Allah ni shida, lakini atatoa machozi kwa jambo la kijinga kabisa. Na hivyo ndivyo mtu akiwa anamuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sana, inafikia hatua mambo ya msingi hayamhuzunishi, mambo ya msingi hayamlizi, atalia kwa mambo ya ajabu ajabu kabisa. Hebu tuangalie jinsi makhalifa, maswahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa wanatizama mambo kwa tafakuri. Nimemkumbuka bwana mkubwa, khalifa wa kwanza kabisa wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakr as-Siddiq. Yeye katika mengi na historia yake ya uchamungu, lakini katika moja ya matukio muhimu ambayo yalitokea kwa Abi Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, yeye aliwatizama ndege siku moja, akawaona ndege wanarukaruka mitini, wanakula riziki ya Allah.
Na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba lau mngelikuwa mnamcha Mwenyezi Mungu na kumtegemea Allah, la razakakum kama yarzuqu tayr, angeliwapa riziki nyingi kabisa, mngekuwa mnalima na mavuno mengi kabisa, neema zingekuwa nyingi kabisa, mvua ingekuwa ya neema, lau mngelikuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu ukweli wa kumtegemea, angeliwaruzuku sana, kwa sababu ndege wanaroka asubuhi hali ya kuwa wana njaa, lakini wakirudi jioni wameshiba. Kama hivyo hivyo na nyinyi mngekuwa mnamwamini Mungu na kutenda yaliyo mema na mkamtegemea Allah, basi angeliwaruzuku riziki pana sana, kama ambavyo anawaruzuku ndege, na ndege ni viumbe wake. Lakini ni wangapi wamtegemea Allah, wana mategemeo yao ya ajabu ajabu, mategemeo ya mizimu, mategemeo ya mashetani, mategemeo ya nguvu zao, mategemeo ya mamlaka walizonazo. Hawamtegemei tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abi Bakr ni Siddiqi radhiallahu anhu, wakati anawatizama ndege na hangaika zao, maneno aliyoyasema ni haya. Tuone ni wenzetu namna gani wanaangalia mambo kwa tafakuri. Yeye alipowatizama ndege wale, yeye akajisemea maneno haya akisema, laitani mithlaka ya ta'ir walam ukhlaq min bani adam kullu insani. Akatukumbuka maneno ya Allah, kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyama kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Akamtizama ndege, lakini akajitafakari yeye kwamba mimi siku ya Kiyama ni katika wale ambao wataambiwa iqra kitabak, soma daftari la matendo yako wewe, kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Hivi leo itakutosha kwa nafsi yako kujihesabia mwenyewe. Tizama mlolongo wa maisha yako kwenye daftari hili, kama ambavyo madaftari ya amali zetu yanahifadhiwa na malaika raqibu na atid. Sasa yeye alipotizama na kutafakari yeye alivyo, na kwamba yeye ni katika watakaoulizwa siku ya Kiyama, akasema laitani mithlaka ya ta'ir, natamani najitamania mimi ningelikuwa mfano wako ewe ndege. Kwa kuwa wewe ndege huna masuul, huna taklifati mbalimbali, natamani na mimi ningekuwa ndege, sababu sitoulizwa. Lakini sisi wanadamu tuna masuuli mengi sana. Ndugu zangu, tunangojwa katika mahakama ya Allah tukaulizwe kuhusu umri huu tuliopewa, kuhusu nafasi tulizopewa, kuhusu fursa tulizopewa, tumezitumia kwa namna gani? Twangojwa hivyo. Na ndio maana tafakuri kwa wenzetu zimekuwa kubwa, wakitafakari hii siku ya mwisho, siku ambayo mwanadamu aliyemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anaelezea hali za wale ambao watapewa madaftari yao kwa mikono yao ya kushoto, jinsi watakavyolalama. Anayaeleza haya Mwenyezi Mungu katika suratul Haqqa, pale alipoeleza kwamba mwanadamu aliyemwasi Allah atakapopewa daftari lake kwa mkono wa kushoto atasema maneno haya, ya laitani lam uta kitabia wala maadri ma hisabia ya laitaha kanatil qadiya halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya. Haya maneno Mwenyezi Mungu anasema kwamba atayazungumza mwanadamu aliyeishi anavyotaka yeye, kinyume na Mungu anavyotaka. Siku ya Kiyama, wakati atakapopewa daftari lake la matendo yake kwa mkono wake wa kushoto, atasema ya laitani lam uta kitabia, najitamania mimi nisingelipewa hili daftari langu, wala maadhiri ma hisabia, na nisingejua nini hisabu yangu hivi leo. Ya laitaha kanatil qadhiya, natamani yale maisha ya duniani
yangelikuwa yanamaliza kila kitu, hakuna kuulizwa kaburini wala hakuna akhera, kwa yale anayoona ambao alikuwa anaambiwa duniani haamini, alikuwa na kibri duniani, alikuwa na fahari duniani, alikuwa na majivuno duniani, alikuwa na dharau duniani, alikuwa haambiliki. Atamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya laitaha kanatil qadhiya, natamania yale maisha yangelikuwa yanamaliza kila kitu kabisa, wala maadhiri ma hisabia, na nisingejua ni nini hisabu yangu hivi leo. Lakini katika malalamiko ya mwanadamu huyu atasema, ma agna anni maliya, mali zangu zilizokuwa zinanipa nguvu duniani zimepotea bure. Ma agna anni maliya, hazinifai tena chochote mali zangu hapa. Katika mazingira haya mali hazinisaidii chochote. Halaka anni sultania, zimepotea bure nguvu zangu, mamlaka yangu, ufalme wangu umepotea bure, kwa sababu hapa haunisaidii chochote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa ndugu zangu siku ya Kiyama. Lakini mwanadamu huyu baada ya kulalamika mbele ya Allah na kujuta, lakini majuto haya hatomsaidia. Juta sasa hivi, badilika sasa hivi, hayatomsaidia majuto haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia malaika wake, khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuhu, mkamateni huyu, mfungeni mapingu huyu. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuhu, mtieni katika minyororo, mtupeni katika jahannam. Haya ndio maneno yatakayokuja malaika kuagizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malalamiko hayatusaidia. Kwa hiyo fursa ndugu zangu ni hii, na kaburini ndugu zangu kuna matatizo. Maisha haya aliyetumba hajatumba tu hivi ufanye unavyotaka. Wewe ukifanya unavyotaka ni wewe na nafsi yako na shetani wako, kama huishi Mungu anavyotaka, kwa sababu aliyekuleta ndiye aliyesema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu ila nimewaumba waniabudu. Sasa jiulize, ibada wafanya? Na kama hufanyi ibada wafanyaje? Kwa maana uko kinyume na aliyekuumba. Maagizo huna, unataka ukatekelezee kaburini. Kaburini ni darul jazaa, kaburini ni nyumba ya malipo. Darul amal, nyumba ya amali ni hapa, malipo ni akhera. Hakuna sehemu ya kurekebisha zaidi ya hapa duniani. Na ndio maana mwanadamu ataomba fursa wakati wa kukata roho, wakati wa kufa ataomba fursa, arudi duniani afanyeje? La'alli a'malu salihan fima tarak, ya Rabbi, asa mimi nikatende yaliyo mema niliyokuwa ninaambiwa duniani. Katika niliyoyaacha nilikuwa napuuza, lakini kwa hali hii naomba fursa nirudi duniani. Na ndio maana mwanadamu hapa, yeye akifa anaona vitu ambavyo nyinyi hamvioni. Mwanadamu akifa hivyo ndivyo anavyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadid. Akifa mwanadamu kuna pazia anaondoshewa. Mungu yeye mwenyewe anasema fabasaruka alyawma hadid, hivi leo jicho lako linaona sana, ni ainul yaqini. Leo jicho ni kali, linaona vitu ambavyo lilikuwa halioni. Ndio baada ya kuona mwanadamu ataomba fursa ya kurudi. Ndio kawaida ya mwanadamu kujitetea, ataomba kujitetea. Na hata mwanadamu hata mbele ya Mwenyezi Mungu atajifanya ana hoja. Na ndio maana Mungu anasema, wanakhtimu ala afwahihim watukallimuna aydihim bima kanu yaksibun, midomo itafungwa, vitaongea viungo.
na ushahidi wa mahala popote ulipofanya maasi, ulipomwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, patatoa ushahidi. Viungo vitazungumza, mwanadamu atavilaumu viungo vyake, viungo vyao vitasema antakana alladhi antaka kulla shay, ametutamkisha yule ambaye ndiye mwenye uwezo wa kutamkisha kila kitu. Wala usitulaumu kukutolea ushahidi wewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabima ta'tadhirun, ni kwa jambo gani wanadamu watatoa udhuru mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kwa nini waliishi wanavyotaka, hawakuishi anavyotaka aliyewaumba. Siku ya ushuhuda mzito, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoelezewa jambo la ushuhuda, Mtume alilia. Hivi leo wanadamu tunachukulia mambo simple, lakini twendako ni kugumu, twendako ni kugumu. Ushuhuda, Mtume alipoambiwa wewe utakuwa shahidi juu ya ummati wako, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia sana, alilia sana wakati alipokuwa amemwambia Ibn Mas'ud amsomee Qur'an, pale alipofikia katika aya inayosema fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida, vipi hali itakuwa siku ya Kiyama tutakapouleta kila umma ukiwa na shahidi kwamba walifikishiwa ujumbe wa Allah wakawa jeuri, lakini tukakuleta wewe Mtume Muhammad kwa ummati wako uwe shahidi kwamba ulifikisha. Hapa katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ibn Mas'ud, hasbu, tosha baba, acha kusoma Qur'ani baba. Akaingia kwenye kulia. Lakini wanadamu ni mangapi mazito tunaambiwa, na hata wakati mmoja hujatafakari, hujachukua hatua, hujalia kumlilia Mwenyezi Mungu madhambi uliofanya kwa umri mrefu, hujalia hata siku moja, ya Rabbi nisamehe, sasa ni mja wako mwema, nimebadilika, natenda amali zako, natenda toa zako. Hujafanya hata hilo hata mara moja. Unangoja lini? Unangoja lini kwa dunia tulionao hii? Dunia hii ndugu zangu ni ngumu. Usingoje siku ya kuwekwa kaburini, usingoje kuombewa. Wewe hujajihurumia, wasubiria hukuhurumiwe. Uhurumiwe na nani? Man la yasmahu la yusmah, yule ambaye hasamehi hatosamehewa, yule ambaye hana huruma hataonewa huruma. Jionee huruma wewe mwenyewe kwanza. Mal maitu fi qabrihi illa shibhul ghariq, hakuwa maiti katika kabri lake illa shibhul ghariq almutaghawith, hakuwepo yoyote mwanadamu anayewekwa kabrini ila hakuwa hali yake ila ni hali ya mfamaji anayehitajia uokovu. Yantadhiru da'watan, akiwa anangoja maombi, min abina au ummin au akhin au sadiqi thiqatin, akingoja maombi kabrini mwake, kuombewa na wazazi wake au ndugu au rafiki mwenye kutegemewa. Fa idha lahiqatuhu, bidi akimkuta maombi kaburini, kanat ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha, maombi hayo yatakuwa yanampendeza na ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Sasa kama unasubiria ufe uombewe, umetengeneza mazingira ya kuombewa, lakini unao watakao kuombea, lakini wastahili kuombewa. Umejisajili watenda amal kwamba sasa maombi utakayoombewa ni ziada. Ndugu zangu, muda ni huu, hakuna muda mwingine. Umri huu ndio uliowamaliza watu wengi. Walioko makaburini walimalizwa na hizi Ijumaa, na saa hizi 7 hizi zimewapitia mara kadhaa mpaka wameingia kaburi. Ndio hizi, na wao wanatamani wangelikuwa na fursa kama tulionayo sisi, lakini hawanayo tena. Mimi na wewe tuliona hizi fursa,
ambazo wanazitamani waliokufa, twazitendea nini katika matendo yetu ya kila siku? Ndugu zangu, tujitahidini sana kubadilika. Usiwe na hasara mara mbili. Utaishi na hasara duniani. Maisha unayoyakimbilia ili umwasi Mungu hujayapata, na unafika akhera hufiki na hoja yoyote kwa Allah. Maana watu wanamwasi Mungu kwa kukimbilia maisha. Waliokimbilia maisha wengi hawakuyapata, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye atakula zaidi ya riziki aliyopangiwa na kadari yao. Hakuna, ni tamaa tu. Lakini huku umaskini, ufakiri hapa duniani, lakini utakuwa fukara mkubwa na maskini mkubwa huko akhera. Fakaifa idha wudhita bibaiti la sahiba fihi wala wadud, fakaifa ayuha almiskin, vipi hali yako ewe maskini wa matendo, wakati utakapowekwa katika kaburi ambalo halina rafiki, haina usaidizi. Unaweza kuwa maskini duniani na maskini ya akhera, unaweza kuwa fukara duniani na fukara ya akhera. Kadhalika unaweza kuwa tajiri duniani na tajiri ya akhera, au unaweza kuwa tajiri duniani maskini wa akhera na fukara. Nani wa kukuhurumia? Ndugu zangu, ni siku ambayo ni ngumu, inahitajia amali. Tubadilikeni, tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal yaumir rahid, ihurumie nafsi yako, tenda amali kwa ajili ya siku ya kusafirishwa kwenda kaburini, wakati mnadi atakayenadi kaburini akisema ajamaata dunia ami dunia jamaat. Wewe ambaye umeniasi sana, kuna sauti hii inatoka kaburini wakati mtu anapozikwa, inasema asauni liajlihim asaitani liajlihim wahamaluk watarakuka wahdak ajamaata dunia ami dunia jamaati. Nimalizie kwa maneno haya. Kule twasubiriwa, kuna sauti itakayotoka mwanadamu akiingizwa kwenye kaburi na nyumba ya milele. Ni nyumba ya milele kweli, na itahitajia neema za pale umefanya nini duniani. Alkhabru imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufarin niran. Pale ima ikawa ni bustani la neema, na ima ikawa ni sehemu ya adhabu katika mashimo ya moto. Mwenyezi Mungu atukinge hivyo inshallah. Sasa sauti ya pale inasema, wewe mwanadamu, wewe umeniasi kule duniani kwa ajili ya kuwaridhisha watu. Umeniasi kwa ajili ya kuwaridhisha watu na kuiridhisha familia yako, kuijengea maisha mazuri. Umeniasi sana, lakini tizama wanadamu walivyo na khiana. Hamaluk watarakuka wahdak, kule wamekubeba kule na maandalizi mengi, lakini hebu angalia hapa, wamekuacha peke yako. Ajamaata dunia ami dunia jamaatik. Sasa umeikusanya dunia au dunia ndio iliyokukusanya? Umekuja hapa, wale uliowaridhisha kule unaotenda hapa. Wa min dhafil yaqin, wa min dhafil yaqin, katika unyonge wa yaqini, unyonge wa imani ni kuwaridhisha watu bisakhatillah, na huku unamchukiza Mungu ili mradi uwaridhishe watu. Na ishaambiwa, Mtume ashasema ridha nasi ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni kina kirefu akifikiwi. Hata ukajitahidi namna gani, hutowaridhisha watu hata siku moja. Fanya Mwenyezi Mungu alilokuagiza, fanya maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utoke salama kwenye nyumba hii, uelekee katika nyumba ya akhera ukiwa salama. Hakuna atakayeokoka illa man atallaha biqalbin salim. Hakuna atakayeokoka katika nyumba ya kaburini na kwenda akhera ila yule ambaye aliyemwendea Mola wake kwa moyo uliosalimika. Moyo wako ukoje? Bali insanu ala nafsihi basira, kila mwanadamu anajua anafanya nini. Kuna ya mchana na ya usiku, watu hawakuoni, lakini ainul basira, jicho la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linakuona. Mwenyezi Mungu ni hasibu ar-raqib. Mwenyezi Mungu ni hasibu ar-raqib. Wapo watu wanafanya yasiri mazito, lau yaonyeshwa mchana watu wangekimbiana. Lakini tizama kwamba popote ulipo
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tuchukueni hatua ya kumwabudu Allah. Tuacheni mchezo, tuacheni mchezo. Hakuna kitakachobadilika katika maisha asichopanga Mungu. Asichopanga Mungu hakuna. Utafanya, utapanda, utashuka. Ujanja hautosaidia kwenye maisha. Mwelekee Mungu ambaye ndiye mwenye mamlaka ya duniani. Mshtakie Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye mamlaka ya duniani na mbinguni. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sote kujikumbusha na kutizama mambo mengi kwa tafakuri, hasa tuchukue hatua tuwe na husnul khatima. Alkamalu lillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.